Halo, habari za wakati huu wapendwa wasikilizaji na watazamaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Wakristo, asalamu alaikum. Kwa Waislamu, ndugu zangu, ninaitwa mchungaji Boniface Mwamlima, napatikana kanisa la EAGT mtaa wa Miwale hapa Kibaha, Pwani, kata ya Pangani. Naomba niweze kuzungumza nanyi siku hii ya leo katika ujumbe ambao unasema kwamba kila mmoja wetu anapaswa kukombolewa kifikra. Kila mmoja wetu anapaswa kukombolewa kifikra. Nimejaribu kufanya utafiti katika maisha tunayoishi. Watu wengi bado hawajakombolewa kifikra, na sisi kama viongozi wa dini muda mwingine tunapata changamoto kubwa ya kuweza kubeba mizigo mikubwa kwa ajili ya hao watu, baadhi yao. Na hii niseme tu kwamba kwa bara la Afrika na baadhi ya nchi zingine katika mabara mengine, binadamu ambao tunaishi kwa muda huu wa sasa, bado watu wengi wamefungwa na fikra kwa sababu ya kutawaliwa bado na ukoloni. Ukoloni bado unawatawala watu wengi katika vichwa vyao. Mimi ni mpenzi sana wa kusoma neno la Mungu. Naposoma katika Biblia kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 mstari ule wa 15 na wa 22, tunaona kwamba Mungu anafanya uumbaji, anamweka mtu katika bustani ya Eden. Anamweka katika bustani ya Eden, anampa jukumu la kuilima na kuitunza. Kuilima na kuitunza bustani ya Eden, na maisha yakawa yanaendelea. Sasa basi, katika ulimwengu wa sasa matatizo mengi yanatokea. Watu wanauana, watu wanapeana sumu, wanapigana risasi, vita vinaendelea siku hadi siku kwa sababu tu hawajakombolewa katika fikra zao. Just imagine, Mungu alimwazia mwanadamu maisha mema sana, aishi maisha fulani ya kufanya kazi, alafu aendelee kuishi maisha yasiyokuwa na dosari yoyote. Manake tumeumbiwa ibada halafu na kazi. Sasa basi, watu wengi wanajitahidi sana kuingia kwenye mtego mbaya mno. Kuna mtego mbaya ambao umeandaliwa. Sijui niseme kwamba ni mtego wa aina gani, yani mtego wa adui shetani. Kwa sababu mtu anapokuwa anasoma, just imagine anasoma. Kila mtu anasoma ili aje awe bosi katika kitengo fulani. Na hiyo ndicho kitu ambacho wakoloni walifanikiwa sana kukamata fikira za mwanadamu kwa mataifa walikuwa au maeneo walikuwa na tawala. Kila mtu anasoma ili aje kuwa bosi. Haya, mwingine anafanya biashara, na kwenye biashara huko kuna mtego. Ukiwa ni mfanya biashara halafu haulimi, ni mfanya biashara hauinvesti kwenye kilimo, wewe sahau kabisa kwamba utakuwa na maisha nafuu. Utaisha tu kuumia, mara siku ya siku unaweza kufa na vidonda vya tumbo. Haya, wewe unasoma, unapata elimu ya juu, haudiri na fani yoyote, ile. Umesoma kwa sababu wazungu ama wakoloni walitutengeneza kwamba yani sisi tusifanye kazi tuwe yani mtu unasoma ili uje uwe bosi. Ndicho kinachosababisha na migogoro katika mataifa yetu,
Unakuta watu wanakuwa na tamaa baada ya kufanya kazi, baada ya kufanya kazi sawasawa na jinsi unavyoona wewe, unatamani ufanye kazi kufuatana na fulani kwa jinsi alipo, position alipo. Kwa mfano, leo tunazungumzia mtu anatamani kuwa waziri mkuu na yeye, mtu anatamani kuwa rais na yeye, mtu anatamani kuwa engineer, bosi wa TRA, sijui bosi wa wizara fulani. Sasa ndugu yangu, ukiwa unaweka wazo na namna hiyo, siku mambo hayo yakishindikana, ndio matatizo yanaanza sasa ya kuwindana, kuuana. Sasa basi, hebu turejee katika uhalisia wa Mungu aliyotuumbia. Mungu akamweka mwanadamu katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Kwamba ukidiri na shughuli, unasoma ndio au unafanya biashara, jitahidi kuinvesti katika kilimo, jitahidi kwa sababu kitu kikubwa ambacho kinasumbua sana watu ni njaa. Njaa ni mbaya. Njaa inasababisha watu wafanye maamuzi ambayo ni tofauti. Usitarajie kwamba yani uishi kibosibosi, walio wengi hata waliotoboa kimaisha, ambao labda pengine walisoma wakaona kuja kuishi maisha kibosibosi hayo, wakaingia tena katika utafutaji wa kawaida kutumia akili zao na kumtegemea Mungu wao, walitoboa katika maisha. Wametoboa katika maisha. Siku zote jaribu sana kutumia uwezo wako, uwezo wa fikra yako mwenyewe, kujikomboa wewe mwenyewe kifikra. Kuna watu wanafanya kazi, unakuta mtu anafanya kazi ya kuchafuka vibaya mno, akiwa kazini unaweza kusema ni kichaa, lakini huyo mtu ndiye anayeishi maisha mazuri kuliko huyo anayetegemea kwamba akawe boss ofisini. Mungu wa mbinguni awabariki sana.